Si baada ya kemikali kuanguka hii hapa hii. Hofu yetu, changamoto yetu, labda mvua inaweza kanyesha ikachukua maji ikapeleka bondeni kwenye bwawa. Umeona? Ndio hofu yetu kubwa sisi. Ni mkazi wa kata ya Mindu, manispaa ya Morogoro, akieleza hofu yake baada ya kemikali aina ya sulfa kumwagika katika eneo hilo iliyopo jirani na bwawa la Mindu linalotegemewa kwa zaidi ya 75% ya wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa upatikanaji wa maji safi na salama. Hatuna changamoto nyingine zaidi ya hiyo. Hofu yetu sisi kwenye maji, kwa sababu maji hayo ndio tunayotumia sisi maji. Umeona? Ilipokuwa kulikuwa na changamoto, kulikuwa na bajaji. Dereva katika kumkwepa bajaji ndio akaitoa pembeni. Kuitoa pembeni kama imemzidi kurudi barabarani ikashindikana, ndio kaipeleka porini huko. Wataalamu kutoka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, MORUWASA na NEMC wamefika katika eneo hilo ili kuhakikisha kemikali hiyo inaondolewa kabla haijaleta madhara kwa binadamu. Hapa tulipo ni eneo la Mindu, barabara ya kuelekea Iringa. Jana majira ya jioni palitokea ajali ya gari aina ya lori ambalo lilikuwa limebeba sulfa kupeleka maeneo ya migodini. Ilipata ajali na baadhi ya mifuko ilipasuka na kumwagika eneo la barabara. Kama taasisi tunasimamia mazingira na vyanzo vya maji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo NEMC, watu wa MORUWASA na mkemia mkuu wa serikali, tulifika kuhakikisha kwamba tunadhibiti hali yoyote ambayo ingeweza kutokea kwa maana ya kemikali hii iliyomwagika kuweza kuingia kwenye chanzo chetu cha maji cha Mindu. Mpaka tunavyoongea sasa hali imekuwa tengefu kwa maana mazingira yako salama na ile hatari ambayo tulikuwa tunahisi kwamba inaweza kutokea haipo tena. Na nitoe hofu wananchi wa manispaa Morogoro pamoja na Mindu kwamba hichi kilichomwagika hapa ni sulfa ambayo sio hatari, kwa maana sio sumu ikiingia moja kwa moja kwenye maji, lakini inaweza ikasababisha hatari kubwa zaidi. Lakini kwa ilivyo, kwa maana sulfa iliyoko hapa ni kilipuzi ambacho kilikuwa kinaenda kwenye maeneo ya migodi, lakini ikiingia kwenye maji inaongeza asidi na ingeweza kaleta madhara mbalimbali, lakini tumeidhibiti na hali iko salama. Watumiaji wa maji wa manispaa Morogoro na watumiaji wa Mindu, hali iko salama na mazingira pia yako salama. Na kubwa ambayo nataka kuhakikishia wananchi wa Morogoro ni kwamba maji yetu yako salama. Yako salama kwa sababu tuna mambo mawili ambayo makubwa tunafanya kwenye maji yetu. La kwanza, maji yetu ili yawe safi tunayasafisha. Kwa hiyo tuna kemikali tunazotumia kwa ajili ya kusafisha, na maji yetu ili yawe salama pia tunayatibu. Tunaweka dawa ili tuweze kutibu, kuondoa kemikali zote ambazo hazihitajiki kwenye maji. Kwa hiyo tunafanya kazi hiyo vizuri na maji yetu yanakidhi viwango vya ubora vya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo nataka kuhakikisha kwamba maji yetu yako salama, na kubwa kuliko yote ni kwamba madawa hayo au kemikali zile ambazo zilimwagika kwenye eneo hili zimeondolewa na tuko salama kabisa. Hili tumekubaliana kwamba mamlaka ya bonde watachukua vipimo leo na walikuwa wanachukua, na baadaye tena baada ya muda kadhaa watachukua kuendelea kujiridhisha, kufuatilia na kujiridhisha kwamba mazingira yetu yako salama, maji yetu ya mamlaka maji yetu ya bwawa la Wami Ruvu ambalo linasimamiwa na mamlaka ya bonde la Wami Ruvu, kwamba maji hayo yako salama na chochote kile kitakachotokea basi tuko tayari kuhakikisha kwamba tunakihudumia inavyopaswa. Kwa kushirikiana na taasisi zingine tumesimamia swala hili na tumelikamilisha vizuri, na tunashukuru kwamba mvua haikunyesha, hali ya hewa ilituruhusu kuondoa kemikali hizi na tumezimaliza kuziondoa katika eneo husika, na tumezichukua na kupeleka mahali ambapo papo salama, ambapo hawezi kusababisha madhara kwa afya ya binadamu na mazingira. Tunawashauri wananchi pindi wanapoona ajali kama hizi watoe taarifa, aidha wachukue taarifa za magari yaliyobeba kemikali ili kutuwezesha sisi kufuatilia kwa ukaribu.